Kwa majina naitwa James Odoro Njoro, ikiwa umoja kama director ambao aliteuliwa na community ya hapa Mavinju upande wa ujenzi wa deki wa hii deki inayotengenezwa. Deki hii mara ya kwanza tulianzia Musoma Beach, tumeitengeneza hadi Mavinju ambapo ilichukua 1 kilometers. Kwa wakati wa sasa tunatengeneza hii dike inayotarajiwa ifike Sigoma. Pia tunaitarajia kwamba iwe 1 kilometers kulingana na pesa na serikali jinsi inavyotupatia pesa. Na dike hii ina manufaa sana kwa sisi kwa sababu tangu tutengeneze dike hii imeleta ufanisi mkubwa sana kwa watu wa area Mavinju. Kwa maana hapo mbeleni hii maji inapojaa watu wote walikuwa kihamahama, inagulisha watu katika maboma, hasa sana kulingana na sehemu ya Mavinju, Hukunda, Malomba na Maumau. Na tangu tutengeneze deki hii, tuanze kutengeneza deki hii, watu sahi wanapata afueni. Na ndivyo posa tumeamua tena tuongeze hii second ya pili ya kutengeneza hii kitu kuipeleka Sigomere, ili kisudi watu wa Bunyala South wawe na wapate nafuu, wakose kupata mafuriko kwa kila wakati. Ni familia zile ambazo zimepata shida ya maji, wale ambao wameathirika, nikiangalia ni zaidi ya familia 1000 wale ambao wameathirika na maji haya katika area hii. Hasa maji haya yamesababisha watu wengi wamegura kulingana na hali hii, kwa sababu majumba zao, hata ukitembea kwa hiyo deki utakuta majumba za wengine pia ziko ndani ya msitu, kwa sababu zilivamiwa na maji. Hadi sasa wajamii katika maboma yao, bado wengine wamesalia ng'ambo huko. Na kwa hivyo tunatarajia sasa jinsi tunatengeneza hii deki, hata kuna wengine sasa wanaanza kuingia ukono. So ikiwa tutaendelea namna hii na jinsi kunazidi kukauka, ndipo tena wakazi wale ambao wako wamefanikiwa kununua udongo west. Sasa kwa sababu kuna wengine walikuwa sasa kama IDP walikuwa wamebaki kwa makampu. Sasa wale ambao walikuwa wamebaki kwa makampu wameanza kurudi kwa udongo wao. Now Nazidi kuambia rais ya kwamba kulingana na area hii ni area ambayo inaitengenezwa kwa sababu kwa kuletea watu ili wawe na makao, wazidi kuendelea kuishi jinsi walivyokuwa kuishi kitambo. Na imebaki sehemu ambayo inahitajika, inayochukua almost 3 kilometers ama 2 kilometers and a half, ambapo hiyo sehemu ni sehemu ya kilimo. Ili tunataka rais atusaidie akiwa pamoja na Raphael Wanjala kama mbunge wa area hii, ili tupate kuwa na tulikavu ile area ambao tuliclaim ile area ambao maji ilichukua. Watu warudi huko tuweze kufanya vipi tupate kilimo, maana mtu hawezi ishi bila kula. Unaona? Hiyo ndio jambo la muhimu. Jambo la pili, nikiendelea bado tunaomba msaada, na hatuombi msaada wa vyakula. Tunaomba msaada kutoka kwa serikali ya kwamba izidi, manake hii deki tunahitajika ifike Magavira. Unaona? Ili watu wa Magavira pia nao wapate nafuu kwa yale maji huwa inasumbua watu kuanzia sehemu za Sigomere huko ambao maji inaenda. Maji hayo inaharibu vyakula vyetu kwa sehemu za Sigomere, mradi wako affected. Unaona? Na hiyo ndio sehemu ambayo ilikuwa imebakia, sehemu inayojulikana kama Mugingo. Hiyo ndio sehemu ilikuwa imebakia watu kulima chakula. Na sasa kilimo kitakuwa tunaweza lisha kama kaunti 3. Area hii tuna udongo tuna rutuba ile ambao hata sisi watu wenyewe wa Budalangi constituency hatuwezi, ikiwa tunaweza anza kulima chakula ile ambayo mazao tunaweza pata hapa, lazima isaidie kama constituency kama 4-5 huko mbele. Unaona? Ndio posa tunalilia area hii sana itengenezwe, iwe kwa njia marudufu, watu warudi waishi, watu warudi waanze kilimo. Ndio kilimo, hicho kilimo ndio tunategemea kwa area hii.